Bwana wetu apewe sifa. Nashukuru kwa sababu ya wapendo wetu wa Mukuyu. Agocokia ngatho ni undu wa endo itu a Mukuyu. Ni kwa sababu ya kuona tena hapa. Ni tondu wa kumona ringi guku. Naomba mlango ufunguke. Yahoya mulango muhingukire. Uwe unakuja kila wakati. Ukage mahinda mo. Usikose fare. Ndukanage pesa cia guka. Usikose pesa ya matumizi yako. Ndukage pesa cia mahuthiro maku. Mungu ataprovide. Ngai ni akuheana. Bora wewe uwe na nia ya kufanya hile kitu. Bata ni uko wina ngoro ya gwika undu ucio. Amen. Amen. Tuko sawa? Tuwe sawa. Alright. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witu ahe ugoci. Na wakaribisha tuendelee pamoja katika ibada hii ya leo. Ramunyitoge ni tutwane hamwe thini wa ibada yo. Tunapoenda kusikia neno lake Bwana. Tugithi kuigwa kiugo kia Ngai. Wale ambao mko mbali, mnatazama mkiwa mbali, tunawakaribisha twende pamoja. Na tutaweza kubarikiwa na Bwana. So injili ya siku hii ya leo na waletea neno la Bwana yenye kichwa inayosema After Encountering with God. Baada ya kukutana na Mungu. Ama unaweza kusema ya kwamba after encountering with Christ Jesus. Unajua hauwezi kukutana na Yesu mambo yako ikabaki vile ilivyo. Yesu alikuja hapa duniani kwa sababu kuna kazi anataka kuharibu. Kazi ya shetani ambayo imefanyika katika maisha ya wanadamu. Yesu alikuja ili aweze kuiharibu. Kumbuka ya kwamba mwanadamu aliumbwa na Mungu akiwa msafi bila dhambi. Lakini shetani akaja akaleta dhambi. Na Yesu anapokuja kukutana na watu wa Mungu, lazima watu wa Mungu wabadilike. Lazima kuwe na tofauti. Siku moja Yesu alitembea katika mji mmoja anaitwa Sikaru. Na akapata mahali pale katika kichaka kimoja ambacho Yakobo alipatia Yosef mwanaye. Na hicho katika hicho kichaka kulikuwa na kisima kimoja ambacho kilikuwa kinaitwa kisima cha Yakobo. Na kwa sababu alikuwa amechoka, akakaa pale kwenye kisima kile kinaitwa cha Yakobo. Alikaa mahali pale sababu alikuwa amechoka. Kumbe ilikuwa ni siku yake ya kukutana na mtu. Madamu mmoja ambaye alikuwa amezoea kuja pale. Alikuwa amezoea kuja pale kutegea. Na alikuwa anajua time nzuri ya kupata wanaume pale. So alikuwa na tabia ya kwenda mahali pale. Sababu siku ya kwanza alienda akapata mwanaume. Siku ya pili kwa sababu alipata mwanaume mwingine. Akawa na mazoea ya kwenda kwenye kile kisima. Na kwa sababu alikuwa anatafuta wanaume pale. Lakini siku hii ilikuwa siku ya tofauti. Alipokuja pale akakuta kuna mzae ameketi pale. Alikuwa anaitwa Yesu. Naona ni kama alimmezea mate. Kulingana na mimi, kwa sababu ndani ya mwanamke yule alikuwa na mezea mate. Kwa sababu tabia yake ilikuwa ni ya kwenda pale kutafuta wazee. Akakuta jamaa amekaa pale. Huyu jamaa ni Yesu. Amekaa pale kwa sababu amechoka. Na unajua kawaida yule mwanamke alikuwa anakuja kutafuta nani? Alikuwa amekuja kutafuta mwanaume. Na kama alikuwa kutafuta mwanaume na ameona mmoja ameketi pale, nafikiri moyoni mwake alisema nini? Nimeangukia mapema ni mapema. Bila ya kujua ya kwamba
ilikuwa ni mwisho wake wa kutembea na wale wazee, ilikuwa ni mwanzo wake tena ya kubadilika. So alipokutana na Yesu pale, wakaanza mazungumzo. Yale mazungumzo walianza, Yesu akamstua, mwambie nipe tumawota. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanadada kwa sababu hawakuwa ukoo moja, na tondu mutumia uyu matiari muhirigo mwe, Yesu alikuwa ni Myahudi na mama alikuwa ni Msamaria. Yesu ni Myahudi na akiwa ni Msamaria. Kwa hivyo Msamaria na Myahudi wamekutana. Msamaria na Myahudi mageshemania. Na huyu Myahudi hakuwa Myahudi wa kawaida. Na Myahudi ndiye Myahudi wa kawaida. Myahudi ukikutana na yeye, Myahudi ukishemania nake, nasema ni Myahudi ambaye ukikutana naye, ni Myahudi unogeshemania nake, mambo yako inabadilika. Maundu makuno makugaroroka. Stori zako zinafika mwisho. Stories ya kuiga kinya mwisho. So huyu mama wakati ali-encounter na Yesu, mutumia uyo anyitanie na Yesu, alipokutana na Yesu, yasemanie na Yesu, mazungumzo waliosungumuza, madam walisikia haya sio ndio yale nilikuwa natarajia. Ile tu akimenya maundu miari no kile tu dana menya na kwa alianza na kuniomba tu maji, abiye na kuhoya tu mae. Sasa anataka nimpatie maji, na niwenda ndikimuhe mai, na mimi na wao hatusikizani, na yeye nao tutinyitanagira, hatuelewani, tutinyitanaga. Lakini kumbe ilikuwa ni mwanzo wa mabadiliko. No kiarikia bereria ya kugarurwo. Mwadhani yarogosha. Bwana wetu apewe sifa. When you encounter with Jesus, wana wanyitana na Ngai, ukikutana na Yesu, washemania na Yesu, mambo yako lazima ibadilike. Maundu maku no nginya magigaruruka. Ukiangalia kwenye kitabu cha Yohana 4, ukirora ni ibuku rya Yohana 4, kuanzia mstari wa 13, kwambia muhari wa 13, hapo ndipo tutaanza, au niho tukwambĩrĩria ili tusoge mbele. Ila tuthie na mbele. Yohana 4 mstari wake ni wa 13, muhari wa 13, ili tuweze kuendelea pamoja, tutwarane hamwe. Na naamini ya kwamba tutabarikiwa. Joina mafio ni tukurathimwo. Kama unajiunga nasi saa hii, uranyitana na ithuĩ thaa ici, tunajifundisha kuhusu encountering with Jesus. Radio horo wa kunyitana na Yesu, kukutana na Yesu, ushemania na Yesu. Ukishakutana na yeye, wana wasemania na Yesu, mambo yako inabadilika. Maundu maku ni magarorokaga. Familia yako ikikutana na Yesu, familia yako yasemania na Yesu, familia yako inabadilika. Familia yako no kugaruka. Kuanzia pale, kwambĩrĩria hau, mambo yako inabadilika. Maundu maku makagaroroka. Kuanzia pale, kwambĩrĩria hau, mambo inakuwa mazuri. Maundu makagira. Huyu mwanamke, mutumia uyu, alipokutana na Yesu, yasemania na Yesu, kiu yake ya wanaume, nyota wake wa arume ikafika mwisho. Ukikinya mwisho, akawa sasa amebadilika, akitwika mundu mugaroroku, akafanyika disciple wa Yesu, akatwika muromereri wa Yesu. Sababu jambo la kwanza alipolifanya, udumo wa mbere yekire, aliketi akamuuliza, aikarire thia kimuria, unasema nikupatie maji, urajira nguhe mai, na sisi hatupatani, na ithuĩ tutinyitanaga. Naye Yesu alikuwa ni teacher. Nake Yesu alikuwa ni teacher. Yesu ni mwalimu. Anakuja kufundisha kwamba nyinyi mnaombea kwa ile mlima. Yesu agoka kumuruta kemwenye muhoyagira kirima-inĩ kĩrĩa. Acha nikufundishe kitu kingine kama disciple wangu. Na reke nguruti ũndũ ũngĩ ta mũrũmĩrĩri wakwa. Wakati unakuja, ihinda nĩrĩroka, na hata imefika, ona rĩu nĩ ikinyu. Acha hivyo nyinyi mnaenda kuombea huko, tiga ũrĩa mũthiaga kũhoera na kũu. Wenye wanaomwabudu Mungu kwa kweli, arĩa mahoyaga Ngai nama, watamwabudu katika roho, nĩmekũmũhoya na roho, kwa sababu Mungu ni roho. Tondũ Ngai nĩ roho. Huyu mwanamke akasikia haya, Mungu ni roho. Ate mutumia wake igwa Ngai nĩ roho. Na sisi tumezoea kwenda pale kwenye ulimo wa Yerusalemu. Na ndio tumenyete guthii kirima-inĩ kĩrĩa kĩa Jerusalem. Huyo ameleta mafundisho mengine. Rĩu nĩ arehe morutani mangĩ. Wacha nimusikilize. Tiga ndĩmũthikĩrĩrie. Sasa Yesu, ule mwanamke akamwambia Yesu, basi nipe hayo maji. Nake mutumia wake na Yesu atĩrĩ he maĩ macio. Sababu Yesu alimwambia kama ungejua ni nani anayekuomba maji, Yesu amwambia ũngĩmenya nũ ũcio ũrakũhoya maĩ, wewe ndiye ungemuomba maji. wewe niwe ũngĩmũhoya maĩ. Badala yeye akuombe maji, handũ ha we akũhoe maĩ, wewe ndiye ungemuomba maji. wewe niwe ũngĩmũhoya maĩ. Naye
angekupatia maji, lakini angekuhe mai, kwa sababu wale wanakunywa maji ya kisima hiki, wale wanakunywa maji ya kisima hiki wanapata kiu tena, lakini yale maji nitakayokupatia, haya maji yatakupatia mwanzo mpya, hautakuwa na kiu tena. So ukikutana na Yesu unapata mwanzo mpya, kiu inaondoka, unaanza kuwa kupata mwanzo mpya. Huyu madamu alianza kufanyika mwanafunzi wa Yesu kwa sababu alisikiliza mafundisho yake, kisha baadaye akaondoka mahali pale, akaenda kufundisha, akaenda akaambia watu wa mijini kule, kujeni muone mtu ambaye ameniambia mambo yangu yote, yawezekana kuwa ndiye Mesaya. Bwana Yesu asifiwe. Au leo turutie rwimbo rwa ukaimuone, na hapo ndio tuitoa hiyo wimbo nasema John muone Yesu ni mwema. John muone mtu ameniambia mambo yote ninayoyafanya, inawezekana kuwa ndiye Mesia. Bwana ni roho. Amen. Alimwambia mambo yote, akimwira maundu mothe. Unaona, Yesu alikuwa anajua mambo yote. Yesu ni amenyaga maundu mothe. Kabla ya kumwambia, kabla ya kuondoka pale, atano imagara kuma hau, alimwambia huyu mwanadada, akira mutumia ucio, mimi nitakupatia maji, mimi nitakupatia maji, niye nigukuhe mai, lakini enda kwanza ulete mume wako. Tabothio urehe muthuri waku. Kamwambia mimi sina mtu. Akimwambia ndiye mundu. Yesu akamwambia umesema vizuri. Yesu kimwenda waiga wega, kwa sababu hata yule yuko uko naye, ona uria we nake sio bwanako, si muthuri waku. Hilo jambo likasakasha huyu mwanadada. Undu ucio kimakia muiritu uyu muno. Kagomanire nao. Kwani nimekutana na nani? Ni mtu wa ajabu. Huyu ni mtu wa magegania. Yaani nimempata tu mara ya kwanza. Ndamukora hende ya mbere. Alafu ananiambia hata niko na wengine wangapi? Akajire ndinagia 3. Niko na wengine 5 na yule wa 6 niko naye. Na ndina 5 na wa 3 ndinake. Hata yeye si mume wako. Ona keti wakwa. Kwani huyu ni mtu wa aina gani? Haye mtu hana ati. Inaweza kuwa yeye ndiye Mesaya. Na uko ni Mesia. Sasa akasikiliza mahubiri ambayo aliyohubiriwa na Yesu. Akaigwa mafundisho marafundisho na Yesu. Alafu kisha baadaye akaondoka pale. Soka kiehera hadu hau. Akaenda mitaani kusema ya kwamba nimepatana na mtu. Agethi mitaani kuwa ndashemania na mundu. Njoni mkuje muone. Tokai muone. So kwanza akafanyika disciple. Agetweka murumiri wa Yesu. Na akafanyika evangelist. Na agetweka evangelist. Unaona? Alikuwa ni kahaba mbaya. Ali mumaraya mundu. Lakini kahaba anapokutana na Yesu, mumaraya yasemania na Yesu. Alipokutana na Yesu, yasemania na Yesu, akabadilika, akigaroroka, akawa mwanafunzi wa Yesu, akitwika murumiri wa Yesu, alafu akawa muinjilisti hatari, akitwika muhujia wa mfata muno. Na aliko no umuthi no tumwite guko gwitu. Ni heri leo tungemuita huku kwetu. Wote atugothera injili. Aje utupigie injili. Mundu macamanitie na Yesu thio gwothio ri. Tuombe mkutana na Yesu uso kwa uso. Na akahe uhoro wothe. Amepewa habari zote. Na anaenda kutangaza injili. Na niadhi kutangaza injili. Kwa hivyo unapokutana na Yesu, ya wasemania na Yesu, hauwezi kuremain the same. Dogi kalogwa rege. Wakoliwe na gathina. Pengine ukuwe na shida. Yesu aikara thina waku soki utole na mathina macio mote. Yesu akae ndani yako na ukae na shida. Yesu akaheragia ulimo. Yesu akikuja naondoa ujinga. Akaheria nyota wa indo ciothe. Anaondoa kiu ya kila kitu. Ulimo na indo ciki ciothe akeheria. Ujinga anaondoa. Agacoka agakuhekia mbiriria kiero. Alafu nakupea mwanzo mpya. Nigenda umagare ukahunjia injili. Sasa ukaondoke ukatangaza injili. Wambiririe kuheana mawega ma Mwathani. Uanze kusema mazuri ya Yesu. Uthi ukiaragia mawiko ma Mwathani. Unaenda ukitangaza mema wake. Huyu mwanamke alitoka pale akaenda akipasa sauti huku akisema John muone. Mutumia ucio akiuma wageria kianagira kiuga ukai muone. Mtu ambaye ameniambia. Mundu uria wanjira. Mambo yote nimekuwa nikitenda. Maundu mothe maya ndirendete. Kwa kweli huyu ni nabii. Na nema huyu ni munabii. Amejua mambo yangu yote. Niamenya maundu makwa mothe. Na mpaka mahali nimefika. Ona haria nginyete. Ameniambia. Na makania njira. Kwa kweli huyu. Na nema huyu ni Mesaya. Ni Mesia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wetu apewe sifa.
Kwa hivyo tumeona ya kwamba ukikutana na Yesu nituona wasemania na Yesu unaweza kubadilishwa. No ugarurua. Na siku hii ya leo na au modhi natamani ukutane na Yesu zaidi. Ndiraho yosemania na Yesu katika ibada hii ya leo. Nini wa ibada ya modhi? Ukitoka katika ibada hii ya leo ibada ya modhi ufanyike kitu kingine. Ufike kitu kingine. Kile hujawahi fanya. Kile utale weka. Utembee na upana uwe na breakthrough. Odhiye na gutulekania. Bwana ni roho. Bwana wetu apewe sifa. Kwa sababu unapokutana na Yesu Sodo wasemania na Yesu anakutia nguvu. Ni agwikagira hinya. Sina mnakutana hata mwanamke mmoja ambaye alikuwa na shida ya kutokwa na damu. Ona hali na mutumia mewasemania nake oiraga thakame. Alipokutana na Yesu niasemania na Yesu na akamuguza na akimuhutia, shida yake ilikomea pale. Thina wake wakinyire hau. Mtu ambaye alikuwa na shida ambayo ilikuwa inamwaibisha, mutumia wale na thina wa muconorithia, aibu yote inaondolewa. Gĩconoko gĩothe gĩkehera. So when you encounter with Jesus, wacemania na Yesu, aibu yote inaondolewa. Gĩconoko gĩothe nĩ kwehera kĩheraga. Hautaibika tena. Waconoka rĩngĩ. Kwa sababu ya kile kinakusumbua. Tondũ wa kile gĩothe gĩgũthumbũra. Huyo mama alikuwa anasumbuliwa na ule ugonjwa. Mutumia ũyũ nĩathĩnĩkaga nĩ mũrimũ ũcio. Lakini kuanzia pale, no kwambĩrĩria hau, alipokutana na Yesu, wacemania na Yesu, akabadilika. Akĩgarũrũka. Na wewe Mungu akutane na wewe siku ya leo. Ili uweze kubadilika. Yakobo alikutana na Yesu na Mungu. Yakobo alisemania na Ngai. Wakati usiku mzima. Usiku mzima. Wakakesa wakisubuana. Akabadilishwa jina. Hata wewe ukikutana na Mungu, wasemania na Ngai, utabadilishwa jina. Abrahamu akakutana na Mungu. Mungu akamtokezea. Wakawa watembea na Mungu. Akabadilishwa jina. Akaitwa mbarikiwa. Na wewe ukaitwe mbarikiwa. Na wewe ukabadilishwe katika jina la Yesu. Kwa sababu ya kukutana na Yesu, mambo yako ibadilike. Jamii yako ibadilike. Kuanzia siku hii ya leo upate mwamko mpya. Upate mwamko mpya katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Mitume sura yake ni ya 9, tunasoma habari ya Paulo wakati ule akiitwa Sauli, ambaye alikuwa amewaka moto sana wa kuharibu watu wa Mungu. Wale waliokuwa wameokoka, alitafuta watu walio wa njia ya Kristo awaue. Na siku moja akachukua barua kwa makuhani ili aende mahali kunaitwa Dameski, awakamata watu waliokuwa wanasema Yesu ni Bwana. Wale waliokuwa wanasema Yesu ni Bwana awakamate, awalete Yerusalemu akiwa amewafunga. Lakini Yesu ni nani? Akamngojea jiani. Najua Yakobo umekuwa mkinitesa. Alipokaribia Dameski, utukufu wa Mungu ukamwangazia. Akaona mwangaza mkubwa sana. Hata wale waliokuwa nao hawakujua kinaendelea namna gani. Lakini aliona mwangaza mkubwa sana. Akasikia sauti. Haya, kumbe huyu amekutana naye ni Bwana wa mabwana. Anaweza kubadilisha mtu. Huyu akikutana na muuaji, anabadilisha muuaji, anamfanya kuwa mtu mzuri, mtu wa Injili. Muuaji akabadilishwa, akafanyika mhubiri mkubwa sana. Sehemu kubwa ya barua ambayo imeandikwa hapa, pande kubwa ni ya Apostle Paul. Kwa sababu alikutana na Yesu. Akamubadilisha. Yesu anabadilisha mambo. Tamani sana kuwa unakutana na Yesu kila mara. Unakuwa na mkutano na Yesu. Unakuwa na mkutano naye katika maombi. Unakuja unakutana naye, mnakutana katika
katika maombi, na munapokutana naye katika maombi, anakutengeneza, anakubadilisha. Sauli alisikia sauti inayomwambia Sauli, Sauli, mbona wanitesa? Na unajua alikuwa anajua mabwana wanaongeaga namna gani. Hata kama hakuwa anajua huyo ni Bwana Yesu, ile sauti ilitoka pale ilikuwa ya Bwana. Ilikuwa ni sauti ya Bwana, yaani mtu ambaye ni Bwana. Unanielewa? Sauti ya the Lord. Mnanielewa vizuri? Akamuuliza Sauli, akauliza huyo Bwana, wewe ni Bwana gani? Wewe ni mwadhani yoreko? Kali wewe mwadhani. Wewe ni nani? Mungu. Amejua huyo ni Bwana, sio Mungu. Bwana ni mwadhani. Muranyitorera kuga mugabo uria wariria hau nwamo kehuthire kigo ni ta komanda waria. Ile sauti ilisikika ni kama komanda. Even though ndramenya ni komanda uriku uraria, hajui kama ni komanda wa aina gani anaongea, lakini ni komanda ameongea, ni komanda oraria. That means ni Bwana ambaye ameongea, ni mwadhani oraria. Naye Sauli anamuuliza, wewe ni nani Bwana? Nake Sauli akamuuliza, wewe ni wao mwadhani. Naye Yesu anafanya introduction kwake, nake Yesu akamenyithania korewe, kama ulijui ni mimi yule unatesa, mimi yule unanitesa, na Yesu akamwambia, sasa utaonyeshwa vile utafanya. Huko kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni mtume, Anania. Naye Yesu akamwambia, utaenda kwa Anania, naye atakwambia vile utakavyofanya. Akashikwa mkono, kwa sababu alipokutana na Yesu mambo yalibadilika. Hakuweza kuona tena. Kulikuwa na vibanzi katika macho yake. Kulikuwa na vibanzi katika macho yake. Hangeweza kuona. Ilibidi ashikwe mkono, aende mpaka kwa Anania. Na huko alikaa bila kukula chakula. Ukikutana na Yesu unabadilishwa. Chakula inakaa kando na Yesu. Ukajishikana na Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Na kuanzia pale akabadilika. Na kumagia huwa kigaroroka. Akatumwa sasa huko Damaski, alikuwa naenda. Agetumwa Damaski kuwathiaga. Akaenda akiwa mtu mwingine. Agithie mundu ungi. Hata ilibidi waende na mtu mwingine. Kwa garamikira thina mundu ungi, ili amtolee ushuhuda kwamba huyu mtu amebadilika. Nigetha amurutire uira ati mundu ni agarurukire. Unanielewa? Unanyita? So kukakaa na mtu mwingine wa kuenda naye wa kuelezea huyu amebadilika. Magithie na mundu ungi nigetha gatahirie wega ati mundu ni agarurukire. Amebadilika. Ni agarurukire. Kwa hivyo ukikutana na Yesu, wasemania na Yesu, uwe na mkutano na yeye, ugie na ngwataniro nake, hautabaki the same. Ndugu ikaragwa rege. Bwana wetu apewe. Wale watu wanakubalia Yesu wakae ndani yao. Adometekegira Yesu ikale thini wao. Anawabadilisha. Ni amagaruraga. Anawafanya kile anataka. Ni amatua kile endaga kumatua. Huyu alipokubali, Sauli alipokubali Yesu akae naye. Nile Sauli atekeria ikale na Yesu. Yesu akambadilisha. Yesu akimugarura. Akafanyika mtume wa Bwana Yesu. Tuika mtume wa Mwathani Yesu. Na ameteseka kwa sababu ya Yesu. Na athirika ni undu wa Yesu. Baadaye ameteseka kwa sababu ya Yesu. Ateseka ni undu wa Yesu. Bwana wetu apewe. Imagine mundu role wa uregani. Mtu ambaye alikuwa upinzani. Mpinga Kristo. Mpinzani. Anakuja anaanza kukutetea. Ako kakebia gugutetera. Alale wa ODM. Alikuwa wa ODM. Hao kakabelia kuariria kile walario horo wake. Anaanza kuja kukurudia. Yesu anageuza mtu. Ukikutana Yesu, ukikutana naye, wasemanye na Yesu. Hizo stories zako unaongea uko hutaongea tena. Ngano shorara yedo gashiaria rege. Utaanza kuongea habari yake. Kuabiria kwalia hotatoshi yake. Wadhalia rogo. Bwana wetu apewe sifa. Aya, kuna mama mwingine ambaye ameandikwa kwenye kitabu cha Luka 23. Kuna mtumio gwarike todini wa Luka 23. Walimu wa sheria, mwalimu wa watho, walienda wakamfumania. Magithie mutumanira. Wakamfumania. Magimukorera.
akifanya usherati agikotharia, lakini hawakushika yule walikuwa wanafanya na yeye. No matianyitire wamekagotharia nake, walishika yule mwanamke makinyita mutumia wakampeleka kwa Yesu, makimutwara kwa Yesu. Na ujue ilikuwa ni kawaida ya Wayahudi na kwa mutugo wa Yahudi ama wale watu kana andu acio ya kwamba msichana mwanadada akipatikana amefanya usherati, mutumia genyitikania githaria, anapigwa na mawe, ahuragwo na mahiga. So walikuwa nataka kumpiga na mawe, nataka kumuhura na mahiga, lakini kabla ya kumpiga na mawe nobene matana muhura na mahiga, wakataka kujua Yesu atasema nini. Nemenda kumenya Yesu nake kuga atia. Oyo ni kugiria tuhore Toma kimuri, oyo ni kugiria tuhore. Huyu utatukataza kumchapa. Tazama aliwe nawe kuga atia. Na wewe utasema nini? Huyu tumempata akizini, twamukora agitharia, na kulingana na sheria yetu, na kulingana na watho wa gwitu anastahili kuuawa, abatie kuragwo. Yesu akainama, Yesu akainama, akaanza kuchora sini, akiambia gucora thi. Akamuuliza ni aje? Akimuulia kali atia. Nafikiri mimi nafikiri kulingana na maandiko, kulingana na maandiko mahana, nafikiri kile Yesu alikuwa anaandika pale, kile Yesu andikaga ni kama alikuwa anasema nita oigaga, mnataka auawe, murenda oragwo yule mundu ucio ambaye uria hajawahi kufanya hivi, utari weka uguo, awe wa kwanza, akorwe wa mbere kumupiga, kumuhura. Kwa sababu walipomuuliza ni nini walisema, aliwaambia hivi. Ndio akimuulia ule kugaga akimwambia hiyo, ni kumaanisha kile alikuwa anaandika pale. Ko ni ndenda hata kuga kuona ate kile andikaga haria, ndio aliwaambia. Nikiamerire yule ambaye hajawahi kufanya hivi, hajawahi kukosa, mundu tare wehia, awe wa kwanza, leke akorwe wa mbere. Leke ituthome kwa jamadi kwa masi. Wacha tusome hayo maandiko. Luka 23. Luka 23. Haleluya, hosana. Luka 23. Luka 23. Mstari kuanzia mstari wa 39. 39. Luke 23:39. Sorry. Tuwathie kundu kungi. Huko tumeenda ni kwingine jameni. Ni Yohana hiyo, wacha kwanza tuguze hiyo halafu tutarudi kwa huyo. Kwanza tusome hiyo hii inaongelelea kuhusu wale waizi wawili walisulubiwa pale msalabani. Walipokutana na Yesu msalabani, mmoja mambo yake yalikuwa mazuri, kwa sababu alimkubali Yesu. Lakini huyu mwingine alitukana Yesu. Badala ya kuona kwamba wamewekwa msalabani kwa sababu ya dhambi zao, waliona kwamba Yesu ni mwenye dhambi kama wao. Na pale msalabani huyu mmoja alipokutana na Yesu, aliambiwa ya kwamba mahali wale watu wenye watakatifu watakuwa, utakuwa pamoja nami. Soma mstari wa 39. Mmoja wa wale wahalifu waliosulubiwa pamoja naye akamtukana akasema, wewe si ndiye Kristo? Jiokoe ili utuokoe na sisi. Lakini yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake akasema, je, wewe umwogopi Mungu wakati uko kwenye adhabu hiyo? Wakati uko kwenye adhabu hiyo, sisi tumehukumiwa kwa haki, kwa kuwa tunapata tunayostahili kwa ajili ya matendo yetu. Lakini huyu mtu hajafanya kosa lolote. Kisha akasema, Bwana Yesu, nikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Yesu akamjibu, amin, amin nakuambia, leo hii utakuwa pamoja nami paradiso.
Nona maisha ya huyu mtu ilibadilika, ni mukora. Mutore wa mundu ukigaruka tondu ari mukora. Lakini alipokutana na Yesu msalabani, nori asemanye na Yesu mutharabaini, hapo ndipo alikutana na Yesu ngeranioni. Ndio masho manie na Yesu. Na maisha ya huyo mtu ikawa imebadilika kwa sababu alikubaliwa kuwa mahali ya paradiso. Na mtu shemaga hale masemanye na Yesu agetikirio hale masemanye na Yesu kwa paradiso. Bado unaweza kutana na Yesu na mambo yako ikabaki vile kama hautampokea yeye. No semanye na Yesu na mambo makumaikario ro ugwo ikondo kumwamukira. Hautakubali yeye. Aikondo kumwitikira we. Mambo yako inaweza kubaki vile vile. Mambo mako no marugamio ro ugwo. So unastahili ukikutana na Yesu, unafatara wasemanye na Yesu, ukubaliane na yeye. Witikanirie nake. Ukubaliane na yeye. Witikanirie nake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wetu apewe sifa. Sasa kuhusu mwanamke ambaye alikuwa pale kwenye aliletwa akiwa nazini. Na hore tukwenda guthoma mutumia wakorirwo githaria. Ni Yohana 8 mstari wa 3 hadi 11. Yohana 8 kubiria 3 nginya 11. Na tusome mahali pale. Tusome John 8:3. 8 from verse number 3 to 11. Acha tuanze tu mstari wa kwanza. Lakini Yesu akaenda katika mlima wa Mzeituni alfajiri na mapema. Yesu akaja tena hekaluni, watu wote wakakusanyika. Akakaa akaanza kuwafundisha. Walimu wa sheria na Mafarisayo wakamletea mwanamke mmoja aliyefumaniwa akizini. Wakamsimamisha katikati ya umati. Watu wote wakamwambia Yesu, Mwalimu, huyu mwanamke amekutwa akizini. Katika sheria ya Mose alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake wa namna hii mpaka wafe. Sasa wewe wasemaje? Wasemaje? Unaona, huyu mwanamke hata hajui kile kitatokea. Ona mutumia ndamenya kile kigwekeka. Isipokuwa vile najua kwamba watu wa sheria ya Mose, odoria oni ate watho wa Musa inaweza kunifanya niuawe. No tumejoragwo. Sini kama yule msichana ambaye ako kule Vietnam. Ikitamu yetu ile kule Vietnam. Akutana na Yesu, sasa mwambie sasa imesemekana kwamba lazima unyongwe. Asemanye na Yesu ero no kurereka no ginya oitwo. Yaani kesi yake ya huyu mwanamke, kesi ya mutumia huyo, na iliganisha na kesi ya huyu mwanamke ambaye anaitwa Duta. Na kesi ya kuria uletwa Duta, ambaye tayari wakati wake wa kunyongwa umefika. Hata hidari yake ya kuitwa ni ikinyu. Naye huyu mwanamke wakati wake wa kupigwa na mawe umefika. Na hiyo hidari yake ya kuhurwa na mahiga ni ikinyu. Lakini alipokutana na Yesu, ndio asemania na Yesu, hapa mambo yake yakabadilika. Mambo make makigaroroka. Badala ya kupewa adhabu ya kifo, hado hakuheo hadafu cia gikuo, alipata kuendelea kuishi. Agithie na mbere na gutura. Wengine wetu tungekufa mapema. Andu aingi tugiakwire tene. Lakini tushukuru kukutana kwetu na Yesu. Tucokie ngatho ndio gusemania na Yesu. Kwa sababu amebadilisha hali. Tondu niacenjetie maundu. Hata sasa usijali. Ona riu ndukamake. Hata kama sheria inasema wewe uwawe. Onako watho roiga uragwo. Hata kama sheria inasema ya kwamba ufungiwe nyumba. Onako watho roiga uhingirwo nyumba. Kwa sababu haujalipa. Tondu nduri urakiriha. Hata kama sheria inasema uwekwe korokoroni. Onako watho roiga igwe korokoro-ini. Kutana na Yesu. Semania na Yesu. Abadilisha hali yako. Acenjanie maundu maku. Hali ya yule mwanamke ikabadilika. Muture wa mutumia ucio kigaroroka. Mtu ambaye alikuwa pigwe na mawe, mutumia wale ohorwo na mahiga, walipomuuliza Yesu, unaonaje hapa? Amalia moria Yesu rona atia. Ndio Yesu aliinama pale. Niguo Yesu ainamire. Akachora sini. Agicora hau thiwe. Alipochora sini wakashindwa wanasema nini? Achora hau bakirigwa roenda kuga atia. Hebu tuone vile walimuuliza. Tiga tuonera mamburirie. Lakini Yesu akainama akaanza kuandika ardhini kwa kidole chake. Walipoendelea kumuuliza, akainuka akawaambia, kama kuna mtu yeyote miongoni mwenu ambaye hana dhambi, awe wa kwanza kumtupia jiwe
akainama tena na kuandika ardhini. So alipoambia hivyo aliendelea tu kuandika chini. Ona amwera oguo agithira pena kuandika. Akorohe kamwe. Hata kama kuna mmoja. Akorohe kamwe. Kama kuna mmoja. Hatari kehia. Hajawahi kosa. Nikamuhutie. Amuguze. Kamuhutie. Amuguze. Nikamuhutie. Amuguze. Ayai. Rĩrĩa Jesũ acokire kũinamũka ũguo-rĩ, wakati Yesu aliinuka, akorire andũ aya macomokaga ũmwe kwa ũmwe, watu walienda mmoja mmoja. Rĩu Jesũ akĩinamũka-rĩ, wakati Yesu aliinuka, akorire no mũtumia ũrĩa alikakuta yule tu mwanamke, acio angĩ othe nĩ methiĩrĩire, wengine wote wameenda. Jesũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Yesu akamwambia, ndũgacoke kwe, usirudie kufanya dhambi. Wathani arogoca. Amen. Ndũgacoke kwe, usirudie kufanya dhambi. Wacemania na Jesũ-rĩ, kutana na Yesu, kiugo no kĩmwe, neno ni moja tu. Ndũgacoke kwe, usirudie kufanya dhambi. Nĩwarekerwo, umesamehewa. No ndũgacoke kwe, usifanye dhambi. Mwathani arogoca. Bwana wetu apewe sifa. Tũragĩcenjia, tunabadilishwa gucemania na Mwathani githomo-ini kwa sababu ya kukutana na Yesu katika ibada. Utakibataire kuonoka coka mbere kuruganagio ro uguo. Haufai kuokoka alafu unafanya mambo ovyo ovyo. Nginya kurugania kwa kiroho, kurugania kwa irio, kupikanisha kwa kiroho na kwa wewe mundu muhonoku utakibataire kurugania mairio. Mtu ambaye ameokoka haufai kupikanisha machakula. Ni ukweli. Wahonoka bati kwira Mwathani akufundithie kuruga. Ukiokoka unafaa kumwambia Mungu akufundishe kupika. Aki maundu mothe. Anajua mambo yote. Ama hujui Roho Mtakatifu anajua mambo yote. Roho Mutheru wa maundu mothe. Igathona agathondeka tu irio twega. Unafaa kutengeneza chakula kizuri. Ndungionoka coke wikae maundu kiundutho. Haufai kuokoka hapo unafanya mambo ovyo ovyo. Lazima muikire waku wa maundu ose. Lazima matendo yako ibadilike. Mwathani arogocwo. Bwana wetu apewe sifa. Ona kwaria gwaku utakibati kwaria uria kwaragia mbere. Hata kuongea kwako haufai kuongea kama zamani. Yesu uke orario wana. Yesu akuja na Yesu thiini waku. Na Yesu ako ndani yako. Wathikiririo no wana. Ukisikizwa utoto. Wathikiririo no uteti. Ukisikizwa siasa. Sima uongee kama Yesu. No nginya warie ta Yesu. Yule mwanamke alipokutana na Yesu hakuongea kama kahaba. Mutumia semenya na Yesu ndaririe ta mumaraya. Aliongea kama disciple. Alirie ta murumiriri. Na muinjilisti. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mtu pale. Kwenda modo na haha. Ameniambia mambo yangu yote. Acha maundu makwa mothe. Kujeni mukaone. Ukai muone. Kujeni twende kwake. Ukaitukorewe. Alianza kuongea vingine. Makiambia kwaria maundu mangi. Omenya andu no nginya mangiambire kumuthimangira. Lazima watu wagampimia. Waja arume. Sana wanaume. Ndio mundu ona ngihonoka rimwe andu nimamuikaraga kando oguo. Hata kama mtu akiokoka mara ya kwanza wanakaa kando. Mundu wa muthemba ucio. Mtu wa aina hiyo. Ninyi mnamenya ndarahuhagia ndararekaga andu acio mahuruke. Nyinyi mliko mnajua hakuwa anataka afanya watu kupumua. Ona ngihonoka acoke akuhiriria muthuri waku. Alafu akiokoka alafu akaribia bwana yako. Utangigitikia ni ahonokete. Huwezi kubali ameokoka. Hata gwika kamutigo kale areka. Anaweza fanya tabia kama zile. Gwĩtĩkio na ihenya. Unaweza kosa kuamini. Mwathani arogocwo. Amen. Kinya onekane ni agarũrũkire. Mpaka aonekane amebadilika. No mundu acemania na Mwathani. Lakini mtu akikutana na Yesu, ya kale inakwisha. Maundu matene magathira. Biblia kuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho wa 2:5-17. Wakorintho wa kwanza 5:17. Na imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu. Na mundu thĩinĩ wa Kristo Yesu. Amefanyika kiumbe kipya. Atuikite kiumbe kieru. Ya kale hayako. Matene ni mathirite. Amefanyika mtu mpya. Agatuika mundu ungi mweru. Hata kama huyo kahaba alikuwa kahaba. Ucio mutu wa mumaraya ari mumaraya. Akiba alipokutana na Yesu akabadilika. Yasemanye na Yesu akigarurwo. Ukimwambia yeye ni kahaba, yeye si kahaba. Ono kimwe ni mumaraya wewe ti mumaraya. Yeye ni mwanafunzi wa Yesu. Wewe ni murutu murumiriri wa Yesu. Ya kale inakwisha. Matene ni mathirite. Anza kuwa na mengine mapya. Luke na mangĩ meru. Mwathani witũ arogocwo. Bwana wetu apewe sifa. Tuthiĩte na mbere. Tunaendelea vizuri. Gucemania na Mwathani. Kukutana na Bwana Yesu. Ni wega ũngĩenda gucemania na Mwathani ũgĩe na appointment yake mahoya-inĩ. Lazima ukitaka kukutana na Yesu lazima uwe na agano na yeye, mkutane katika maombi. Kuiheana-inĩ gwaku. Kujipeana kwako. Unakutana na Yesu pale. Ugacemania na Yesu. Mahali wawili waliko. Haria andu eri mari. Unakutana naye pale. Ugacemania nake hau. Anakubadilisha. Agakugarura. Anakutengeneza. Agaguthondeka. Siku moja muthenya umwe Yesu alitembea mahali kunaitwa Jericho. Yesu agithii kundu gwetagwo Jericho. Huko Jericho kulikuwa na kamzae kadogo. Jericho ni kwale na muthuri munini. Kamzae kalikuwa kafupi. Kamuthuri kale kanini. Lakini kalikuwa ni kadedire.
Gagĩacemanirie naye na macungwa. Gagĩkutana na yeye wewe. Nĩ ũrehe kĩahinya kana ũrehe igoti. Ni ulete kwa akikutana naye ukiuza machungwa ulete. Mũcai gatiarĩ itherũ kũu getagwo Zakayo. Hakuwa na mchezo, alikuwa anaitwa Zakayo. Ukisikia kitu Zakayo, haigoti ni kwa kodi. Haleluya. Alikuwa mzuri. Tũngĩakehithire. Huwezi jificha. Na warakaga ũtunya. Ukicheza na kunyang'anya. Ini wakati nĩgatunyaga tondũ nĩgacokirie. Alikuwa ananyang'anya lakini alirudisha. Ni mũndũ mwacemania na mũkanjo mũũru. Unaweza kutana na mkanjo mbaya. Waga mbeca agakua ngũkũ ciaku agaikia kĩrori. Costa pesa, anachukua kuku zako anaweka kwa lori. Rĩakwa rĩa mbere gũcera Maragwa hĩtũkĩte rĩ. Mara ya kwanza kukutana kukuja Maragwa kama nimepita. Na gũkũ ũguo. Zamani huku. Na harĩa mamu wanyu maragĩra na hau. Mahali mama yako anauzianga hapo. Nĩndamakire nyonete andũ mahurunjĩirwo macungwa marĩa mangĩ makiagwo magĩthiĩ lori. Nilishangaa nikiona machungwa imeenda kando kando. Mengine yamewekwa kwa lori. Rĩu kwagagĩrire. Siku hizi ni kuzuri. Zakayo nĩmahonahonokire. Zakayo waliokoka wengine. Lakini huyu Zakayo wakati wewe alikuwa ni mbaya. Zakayo ndio ali mũũru. Alikuwa anajulikana. Yamenyekanaga. Just imagine mtu anaitisha kodi mpaka anaandikwa kwa Biblia. Ageti igoti kinya kwa Biblia. Kwa Biblia mumesikia Zakayo mwingine? Mlimwigwa Zakayo. Acha ile Zakayo ni mnasema hapa. Zakayo si waji mlaiga. Hiyo haitaandikwa. Hiyo ndikaandikwa. Lakini hii imeandikwa. Hiyo ni nyandike. Hii Zakayo imeandikwa hapa. Zakayo ndikaandikwa Biblia ile. Kwenye Biblia tunasoma kizazi na kizazi kinajua kwamba Jeriko kulikuwa na mtu alikuwa tena. Atuthomaga Jeriko ati Jeriko ni kwale na mwete wa igoti. Jamaa kafupi kalikuwa kanoma. Mundu wale mukuhe wale ugwati. Hakujalishwa na urefu wa mtu. Ndamakagio ni urefu wa mundu. Hata kama ni mrefu. Onako wale muraihwe. Kwa kusema ukweli kalikuwa kafupi kwa kimo. Ni kweli kuhevio ukwea. Hata ile mambo ya kusema ati ni pride ilikuwa imefupisha. Alikuwa kafupi. Ndio watu mwekate ne mwete wa mukuhe. Yale mukuhe kwa kimo. Yaani kioga yake. Ikamuduru. Kale gakuhe. Welete pesa igoti. Leta pesa za kodi. Waga kukuega atia. Ukikosa kutoa Leo ndio macemanirie na Yesu. Wakati alikutana na Yesu. Kana nĩraiguire Yesu nĩaroka. Wakati alikia Yesu anapita. Agĩcũthĩria akiona andũ arĩa marĩ aingĩ. Akaangalia akaona watu ni wengi. Na nĩkaiguĩte ũhoro wa Yesu. Na alikuwa amesikia kuhusu Yesu. Yesu ũcio mũndũ acemanagia nake akagarũrũka. Huyo Yesu Mungu mtu anakutana naye anabadilishwa. Ũmũthĩ no nginya ndĩmuone. Leo lazima nimuone. Akĩhanyũka ini wakitigatia makire gekire taka kijana kadogo. Hakuwa anajali, anafanya kama kijana mdogo. Takaheka nini? Kama kijana mdogo. Maita maingĩ ti athuri mahaicaga mĩtĩ igũrũ. Sana sana sio wazee wanapanda kwa mti. Nĩ tũmwana tũnini. Ni vijana. Ndũngĩona mũnene wa mũtongoria mũnene ahaicĩte kũrĩa. Huendi kuwezi ona mtu mkubwa akipanda juu ya mti. Lakini huyu mzee alienda mbele. No mturisha kitengera mbele. Kakuta kuna kimti kinaitwa Sycamore. Mkoyo. Kimudhuri kinaitwa Sycamore. Mkoyo akiokora viti. Mkoyo. Akapanda juu. Akihapara igoro. Akakaa pale starehe. Akaikara haudi. Yaani anaona inagia mathige. Yagikira haria. Pengine alikuwa anatingiza hilo matawi ya mti. Wewe ungeona kĩmwana kĩmũtĩ igũrũ rĩcia kĩngĩka atĩa? Ukiona kijana katika mti juu inafanya nini? Kinatingiza mti. Ikaira haria ũguo. Gĩcũthĩria kona Jesu acũthĩria akiona haya. Yesu akaangalia kaona. Uri ni jamaa. Ucio nĩ mũndũ. Na tondũ Jesu ndarigagwo nĩ andũ tondũ nĩamumenyire. Yesu hawezi shindwa na mtu kwa sababu alimjua. Amenye nĩamumenyire akĩmwĩtire rĩĩtwa rĩake. Alimjua, alimuita kwa jina. Atikuuria oririe. Na sio kuuliza, aliuliza. Zakayo. Akamwita Zakayo. Kamu. Down here. Ukaa hadhi. Shuka hapa. Ukaa hadhi. Akimwambia leo tunakutana na wewe. Akimwona umothe tukucemania nawe. Baby turacemania nawe. Mwathani arogoca. Bwana wetu apewe sifa. Tunakutana na wewe kwako. Tugucemania nawe gwaku. Na nema Yesu ndarĩ na itherũ. Hakuwa na msaha. Na rĩrĩa mathire magaikara metha-inĩ ũguo. Wakati walienda kwake wakakaa kwa meza. Yesu maikara na mũndũ gwĩtwo Zakayo. Wakati walikaa na Zakayo. Hau no Zakayo acenjeire. Hapo Zakayo alibadilishwa. Mũratinda mũkĩmakio nĩ Zakayo, mũndũ mũreta Zakayo mũtimwĩtĩra Yesu gwake. Huyo ambaye mnaita Zakayo simumwitie Yesu kwake. No tinda mũkĩmũhũra na gũkũ nja mũtiĩte Yesu. Baadaye ya kumchapa na huku nje simuitie Yesu. Mwite Yesu athi. Enda ubadilisha hao wengine. Yugarure asiage. Na kushinda hapa ukisema indo shitu. Asema vitu zetu vitu zetu. Wewe piga magoti. Wewe tulia maru. Ambia Yesu wewe ulibadilisha Zakayo. Wewe ni wagaruria Zakayo. Na akarudisha vitu zote. Akichoka indo ciothe. By the baada ya kuwa na mazungumzo na Yesu. Thutha wa kwaria na Yesu. Kukutana na Yesu. Turari uhoro wa thutha wa gucemania na Yesu. Mtu anabadilika. Mundu ni agaruraguo. Yesu akaingia Yeriko. Naye alikuwa akipita katikati ya huo mji.
tazama, palikuwa na mtu mmoja mkuu wa watoza ushuru, naye alikuwa tajiri, jina lake Zakayo. Yeye alikuwa akijitahidi kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, lakini kutokana na umati na ukubwa wa watu hakuweza, kwa sababu alikuwa mfupi wa kimo. Kwa hiyo akatangulia mbio mbele ya umati watu, akapanda juu ya mkuyu ili amuone Yesu, kwa sababu angeipitia njia ile. Yesu alipofika pale chini ya huo mkuyu, akatazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi. Wewe unafikiriaga Yesu hakujui? Anakujua majina yako yote. Akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa maana leo nitakuwa mgeni nyumbani mwako. I will encounter with you, nitakutana na wewe. Hivyo Zakayo akashuka upesi, akamkaribisha Yesu nyumbani kwake kwa furaha kubwa. Watu wote waliona wakaanza kunugunika, wakasema, amekwenda kuwa mgeni wa mtu mwenye dhambi. Lakini Zakayo akasimama na kumwambia Bwana, tazama Bwana, sasa hivi nusu ya mali yangu nitawapa masikini, nami kama nimemdhulumu mtu yeyote kitu chochote, nitamrudishia mara 4 na hicho kiwango. Bwana asifiwe. Tunaona baada ya Zakayo kukutana na Yesu, hapo ndipo alibadilika. Akawa anarudisha mali ambao alikuwa ameiba, na akaanza kuwa mkarimu, akaanza kusema ya kwamba nusu ya mali yangu nitawapa maskini, na yule mtu ambaye nimemuibia kitu, hicho kitu nitamlipa mara 4. Ona Yesu vile anabadilisha mambo. So ukimwalika kwako muwe na mkutano na yeye, mambo itabadilika. Bwana Yesu asifiwe. So ningetaka tuweze kusimama mbele za Bwana, na kama vile Zakayo alikaribisha Yesu kwake na furaha, tumwambie Bwana Yesu, karibu. Karibu katika ndoa yangu, karibu katika huduma yangu, karibu katika huduma yangu, in the name of Jesus. Simama mbele za Bwana, tunapenda kumwambia Bwana, karibu moyoni mwetu, karibu moyoni mwetu, karibu Bwana, in the name of Jesus. Yesu, mwambie karibu, mwambie karibu, mwambie karibu. Awe karibu moyoni mwako. Yesu akiwa kwako nyumbani, mambo itabadilika, mambo itabadilika. Mwambie Yesu, karibu moyoni mwangu, karibu moyoni mwangu, karibu moyoni mwangu. Ubadilishe kile ambacho kimoyoni mwangu, ondoa chochote ambacho hakikupendezi, ili niweze kubadilika, niweze kubadilika, nikufanyie kazi katika jina la Yesu. Inua mikono yako mbele za Bwana, mikono yetu juu, mikono yetu juu ya Bwana. Tuinue mikono yetu mbele za Bwana. Haleluya. Karibu Yesu moyoni mwangu, 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 niongoze
moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Bwana, twakukaribisha katika mioyo yetu ili uweze kutawala kwa nguvu zako. Tawala ukabadilishe maisha yetu. Tunapokutana na wewe Bwana, maisha yetu ikabadilike. Maisha yetu na ibadilike. Badilisha nyumba zetu Bwana. Badilisha huduma zetu Bwana. Badilisha uimbaji wetu Bwana. Badilisha ushuhuda wetu Bwana. Tuwe na ushuhuda mwema. Tuwe na ushuhuda mpya katika maisha yetu. Tubadilike kama Zakayo. Tubadilishe kama yule mama Msamaria. Tubadilishe Bwana. Tubadilishe Bwana. Kwa sababu uko mahali hapa. Usikubali tukatoka hapa bila tumeingia. Tubadilishe Mungu wetu. Tubadilishe Mungu wetu katika jina la Yesu. Na pia ubadilishe Maragwa. Pia ubadilishe Maragwa. Ubadilishe Kenya yetu. Badilisha Kenya yetu katika jina la Yesu. Wena ushuhuda mpya in the name of Jesus. Wanakutana na mahitaji ya mioyo yetu. Kutana na mahitaji ya mioyo yetu. Bwana twakuomba. Kutana na hitaji la kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Wasema ni asante kwa sababu umetenda. Umetenda Bwana. Umetenda Bwana. Umetenda Bwana. Umetenda Bwana. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We give you all the glory. We give you all the praises. In the name of Jesus. Hakuna mwingine kama wewe. Wasema tumebadilika. Kuanzia sasa tumefanyika huru. Kuanzia sasa tumebadilika. In the name of Jesus. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Tunapoenda kuketi mbele zake Bwana. In the name of Jesus.